Katika kusherehekea sikukuu za Pasaka, Wakristo wote nchini wametakiwa kusherehekea sikukuu hizo kwa kutenda matendo mema na kudumisha upendo, amani na mshikamano, huku wakihimizwa kushiriki uchaguzi wa viongozi mbalimbali akiwemo rais wa bunge na madiwani. Wito huo umetolewa na askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteli Tanzania, Dayosisi ya Kusini Mashariki Yeriko Ngwema, wakati akihubiri katika ibada iliyofanyika katika kanisa la KKKT, ushirika wa Cathedral lililopo mkoani Mtwara, ambapo amesema amani ikitoweka nchini, hakuna jambo lolote linaloweza kufanyika, huku akiwasihi waumini wa kanisa hilo kumwomba Mungu, kwani Mungu pekee ndiye anayejua viongozi sahihi. Amani ndiyo inatupa raha na familia zetu. Amani ikipotea, kuirejesha ni gharama. Tuna mifano hai ya nchi ambazo zimepoteza amani. Bidhaa hii adimu inayoitwa amani, ukiipoteza ni ngumu kuipata. Tunapoelekea kwenye uchaguzi, ndio maana tunaitana kuomba ili tupate hekima kutoka kwa Mpaji aliyetuumba sisi akatupatia nchi nzuri. Mungu wa amani atupe utulivu, atupe hekima, sisi tuliosawa na Bwana tukabaki kwenye nyumba ya ibada kwa sehemu ya kuhakikisha Tanzania inabaki kuwa na amani. Waombaji niwatie moyo. Mungu anamjua rais wa Tanzania hata kabla hajaenda uchaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Anamfahamu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anamjua. Na sisi ndio tunahangaika, yeye ndio ameshakuwekea mikono. Anamfahamu mbunge wa jimbo lako ambaye wasaidia wazazi wako kule jimboni unakotoka. Pia Askofu Ngwema amesema katika maisha ya sasa, kila mmoja anatakiwa kuishi kwa upendo na kusaidiana ili kudumisha umoja na mshikamano baina yao. Maneno yangu ya msingi sana katika safari ya maisha ya wito wangu. Sisi tupendane. Sisi tushirikiane. Na sisi tuombeane. Ukimwona mdhaifu msaidie kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Muinue, msimlaumu. Maana hata sisi waumini wakati mwingine tunapoingia kwenye uchaguzi mchanganyikiwa. Kwa upande wao, baadhi ya waumini walioshiriki ibada kanisani hapo, akiwemo mwenyekiti wa vijana Ana Kweka, Tumaini Mosha, Winston Simika na Mzee El Kafiriti, wameahidi kuyafanyia kazi na kuyatekeleza yale yote yaliyofundishwa na askofu wao, licha ya kueleza kuwa wataendelea kudumisha amani na mshikamano pamoja na kushiriki uchaguzi kikamilifu. Tubadilike. Pasaka, Bwana Yesu amefufuka, apate kufufuka na sisi katika siku hii ya leo. Kwa hiyo naomba na waasa vijana wenzangu, tuwe pamoja, tuweze kumwabudu Mungu katika roho na kweli, tufufuke na Yesu katika siku hii ya leo, twende pamoja. Sisi tunaaswa kama Kristo tuendelee kutenda mambo mema, tukipendana, tukishirikiana na kuwajali wale ambao wana changamoto mbalimbali, kwa kuhudumia wale ambao wana shida mbalimbali, ili kwa pamoja tuendelee kufurahia siku ya leo. Tunakumbushwa upendo, kutenda mambo mengi, na tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka huu, tunaaswa kuwachagua viongozi ambao wana hofu ya Mungu. Lakini pia katika mahubiri ya leo tumeaswa, tunapoenda katika uchaguzi wa serikali kuu kwa maana ya rais, wa bunge na madiwani, wito wa vyombo vinavyohusika kusimamia uchaguzi kutenda haki. Sisi kama Wakristo tunamwamini Mungu na tunaombea amani ya nchi yetu, lakini pia tuko tayari kusikiliza sera na kufanya maamuzi ya kuchagua viongozi ambao watatenda haki, watakuwa na mapenzi mema na kuilinda amani ya Tanzania. Somo kuu limesisitizwa ni upendo na amani katika kuelekea uchaguzi huu, kwamba tuwe na amani, Wakristo tushiriki katika uchaguzi kwa amani, na zaidi kuwachunguza, kuwasikiliza hoja na sifa za wale ambao watakuja mbele zetu kwa ajili ya kunadi sera zao kwa ajili ya kuchaguliwa kama diwani, mbunge na mpaka rais. Nikiripoti kutoka mkoani Mtwara, mimi ni Christian Ngao, Upendo TV, amani kwa wote.